Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wangu. Kuna kichwa hapa nimekipa nguvu ya ala za muziki. Wakati mwingine tumedharau ala na nguvu ya ala hizi za muziki. Wakati mwingine waimbaji wameimba, wamejiona ni watu wa kawaida na uimbaji umechukuliwa kwamba ni huduma ya kawaida. Lakini Biblia inaonyesha kwamba kuna nguvu katika ala za muziki. Yanapomaanisha ala, maana yake ni ule mdundo ambao unapigwa pasipo kuwekwa maneno. Sasa nguvu yake ni ipi? Maana yake nguvu yake inaweza kubadilisha au kuleta mjongeo katika ulimwengu wa roho, kufanya ulimwengu wa roho nguvu au kuvuta nguvu iliyoko katika ulimwengu wa roho. Sasa ili kuweza kuvuta nguvu hii iliyoko katika ulimwengu wa roho, inategemea na ustadi wa yule mpigaji wa ala hizo za muziki, na nguvu itakayovutwa inategemeana na upande wa huyu anayepiga hizo ala za muziki. Ikiwa huyu mtu amejiungamanisha na upande wa giza, basi ala hizo zitavuta zinaa, shauku ya zinaa, zitavuta shauku ya kulipa kisasi, zitavuta shauku ya tamaa ya mali, tamaa ya mwili na tamaa ya macho, na shauku ya kuwa mbinafsi zaidi. Lakini kama zitapigwa na mtu ambaye anamwamini Mungu, ana hofu ya Mungu, zitavuta upendo baina ya mtu na mtu, yani upendano wa ndugu. Lakini zitavuta hali ya kusamehe na kuachilia, zitavuta amani. Kwa hiyo mambo haya ni muhimu tuweze kuyafahamu. Ndio maana si vema kwa mtu wa Mungu kusikiliza kila ala au kukubali kupokea kila ala, maana ala zina maana yake. Ndio maana Paulo anaonya kwamba msishiriki wala msionje. Kuna vitu vingine vinaharibika wakati wa kuvitumia, vinaweza kuharibu. Hayo nayoyasema unaweza kuyaona katika ile Samueli sura ya kwanza, ule Samueli wa kwanza sura ya 16 mstari wa 14 mpaka 23. Unaona Sauli anapatwa na roho chafu. Roho inamsumbua Sauli, na wale washauri wake wanashauri kwamba apatikane mtu mwenye ustadi wa kupiga kinubi kwa ustadi, ili roho mbaya inapokuja kutoka na kumfikia Sauli iweze kufukuzwa na huyu mpigaji. Kwa unagundua kwamba kuna nguvu katika ala. Mungu akubariki wewe ambaye ulikuwa unafanya muziki. Wakati mwingine Mungu akusaidie wewe ambaye ulikuwa unadhani unaweza kusikiliza wimbo wowote na ukaendelea kuwa mtakatifu. Unaweza kusikiliza mdundo wowote na ukawa mtakatifu. Kila mdundo una maana na una nguvu ambayo unaibeba nyuma yake, na kuna nguvu ambayo unaisukuma. Nikuombe ukumbuke kwamba usajili wa Yerusalemu unaendelea. Mfalme wetu Yesu Kristo yu njiani kuja. Jitakase katika jina la Yesu Kristo. Amen.